Kazi na utu. Kazi na utu. Mheshimiwa Queen Sendiga, mkuu wetu wa mkoa wa Manyara, pamoja na timu zako, kamati za ulinzi na usalama, mkoa na wilaya zote, Mheshimiwa mwenyekiti wetu wa chama mkoa wa Manyara, pamoja na kamati zako za siasa mkoa na wilaya zote, Mheshimiwa naibu spika wa bunge letu la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa niaba ya bunge, na waheshimiwa wabunge wote mlioko hapa, nikitambua kipekee mbunge wetu wa jimbo la Kiteto, Mheshimiwa naibu waziri ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI, pamoja na waheshimiwa mawaziri wote ambao tuko wote kwenye ziara hii, nikitambua uwepo wa waziri wa maliasili na utalii Daktari Aisha Tukijaji, Mheshimiwa waziri wa ardhi Daktari Leonard Akwilapo, Mheshimiwa naibu waziri wa madini ndugu yetu Daktari Kiruswa, Mheshimiwa naibu waziri wetu wa maji ndugu yetu Kundo, Mheshimiwa naibu waziri wa ujenzi ndugu yetu Kasekenya, Mheshimiwa naibu waziri wa mifugo binti yangu Kamani, katibu tawala wa mkoa pamoja na watendaji wote wa serikali walioko hapa. Nimekuja kwenye ziara ya kawaida ya kikazi, na leo tunaanza rasmi ziara katika mkoa wa Manyara. Kwa ndugu zangu, nimefurahi sana kufika hapa kwenu. Arasobai Kaya Sinenal Arasobai Gugana na nimeona na watani zangu Saita Aidoma Nase. Nimekuja ziara ya kawaida, na niombe kwanza niwaletee salamu za Daktari Samia Suluhu Hassan, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye amenituma niwasalimie sana. Anawapenda sana na anatambua kazi kubwa mnayoifanya, na kwa mahususi kabisa amesema niwafikishie salamu na viongozi wetu wa dini. Asanteni sana, mmeendelea kuwa na kazi kubwa ya kuiombea nchi yetu. Lakini pia pokeeni salamu za viongozi wetu, makamu wa rais Daktari Balozi Emmanuel Nchimbi pamoja na Daktari Hussein Mwinyi, nao wanawasalimia sana. Ndugu zangu, katika kupita kwangu nakuja na salamu, lakini pia napita kujionea shughuli za maendeleo. Nimeiona barabara kama ambavyo mheshimiwa mbunge alisema, na nitapita kote nione kote jinsi ilivyo. Lakini pia napita kukagua miradi yetu ya maendeleo. Nimeelezewa habari ya jengo hili ambalo tumetoka kumaliza ratiba yake, lakini pia tutaendelea na kwenye miradi nyingine. Lakini sio hilo tu. Katika kuleta salamu, ninayo heshima kubwa kuwaomba sote tumpongeze sana Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kazi kubwa anayoifanya. Ninyi mmepata fursa ya kusikia haya yaliyosemwa katika jimbo lenu. Mimi huu ni mkoa wa 4 sasa katika ziara. Napata fursa ya kuona
miradi mbalimbali ya maendeleo katika majimbo mbalimbali. Ni kazi kubwa inayoleta heshima kwa taifa letu. Na mara nyingine mzigo mzito ukibebwa na mwenye nguvu huwa unaanza kuonekana ni mwepesi. Mimi niwaambieni, kazi hii aliyofanya Daktari Samia Suluhu Hassan, ambayo matokeo yake tunayaona leo, ni matokeo ya dhamira ya dhati ya kutatua kero za Watanzania. Hii imetokana na kujituma kwake, lakini pia ikiongozwa na dhamira ya dhati ya kutaka kuona maendeleo endelevu ndani ya nchi yetu. Ingekuwa kawaida tu yeye ni rais wa awamu ya 6, basi angekuta haya mambo yangeshafanywa. Ingekuwa mepesi tu, yangeshafanywa. Leo tunavyoongea tumeonyeshwa jengo hili hapa, na Mheshimiwa Naibu Spika akasema na kule Babati. Niwaambieni, ndani ya kipindi cha takriban miaka 4 na sehemu hivi, amejenga majengo 143 ya utawala kama hili hapa. 143. Lakini si majengo ya utawala tu. Alikuta tuna wilaya zaidi ya 100 hazina hospitali ya wilaya. Ndani ya kipindi cha miaka takriban 4 na sehemu, amejenga hospitali za wilaya 119 complete, kamili, zenye hadhi ya hospitali ya wilaya 119 ndani ya kipindi cha takriban miaka 4 na sehemu hivi. Kulikuwa na makao makuu ya tarafa hazina vituo vya afya na kata za kimkakati. Ndani ya kipindi cha takriban miaka 4 na sehemu, amejenga vituo vya afya 649. Amejenga zahanati zaidi ya 2700. Vifaa vya uchunguzi wa kibingwa, tulikuwa na MRI Dar es Salaam tu, yenye hospitali zilikuwepo pale, ukiweka na za hospitali binafsi zilikuwa kama 6 hivi. Sasa amenunua hospitali zote za kanda na za rufaa MRI. Hakuna mambo ya kusubiria kwamba kwenda kupata vipimo hivyo mpaka Dar es Salaam. Kulikuwa na CT scan kama 12 hivi. 12. Kwa mpigo kanunua 32. Kwa hiyo kila hospitali ya mkoa ina mitambo hiyo ya uchunguzi wa kibingwa. Hata kwenye maji, kwa kutambua tuna wilaya kame kama Kiteto hapa. Juzi nilikuwa kule Longido, kama Longido. Tulikuwa na mitambo 3 ya kuchimba maji nchi nzima, kwamba mtambo huo ukiwa Kasulu ndio msubiri hapa Kiteto. Ndani ya kipindi cha miaka 4 na sehemu, amenunua mitambo ya kuchimba maji, kila mkoa na mtambo wake. Kila ukanda na mtambo wa kuchimba mabwawa. Kila ukanda na mtambo wa kupima wapi maji yapo. Kwa hiyo leo hii ikitokea eneo linakosa mpaka hata kisima, mpaka hata bwawa la kukinga tu weka tuta, huu utakuwa ni uzembe wa watendaji, utakuwa uzembe wa watumiaji wa mitambo hiyo. Yeye rais alishatimiza wajibu wake. Au ninyi Kiteto mnataka na kuchimba kisima aje asimamie mtambo huko? Ametimiza wajibu wake. Na mimi ndio maana nafuatilia kuona kazi zinafanyika katika maeneo yetu. Tulikuwa na shida za shule. Mheshimiwa mbunge wetu ametupa takwimu za shule zilizojengwa hapa. Jambo hilo limefanyika nchi nzima. Kwa nchi nzima amejenga madarasa 1079 kwa mpigo.
shule za msingi zaidi ya 2,700, shule za sekondari zaidi ya 1,300, na shule moja kwa kila mkoa maalum kwa ajili ya wasichana, na shule 103 maalum kwa ajili ya mafunzo amali. Hii ni kazi inayofanywa na kiongozi anayejali ustawi wa wananchi wa nchi yake. Ndio maana sasa nasema sisi wasaidizi wake tunaokuwa katika mikoa yetu, nimewatahadharisha mapema kila mkoa ninakopita, tuna mitambo ya kuchimba maji na sasa tunaandaa bajeti. Miezi 6 baada ya bajeti mpya kuanza kutekelezwa, sitaki kuona wanafunzi wanabeba vidumu vya maji. Maji yachimbwe kwenye kila shule. Mitambo ya kuchimba maji ipo kila mkoa. Hakuna sababu ya kuwa na eneo tunakosa maji hata ya kisima. Na maeneo ambayo tunakosa maji ama yanatoka ya chumvi, yale ya mvua hayajagi na chumvi. Tuna mtambo wa kuchimba mabwawa kila ukanda. Tuache mambo ya kuzoea matatizo. Kuna watu wamezoea matatizo, hawataki watoke kwenye matatizo. Hawataki vitu vikubwa. Mitambo ipo. Kama tunakosa maji chini, rais aliliona hilo, akaleta na mitambo ya kuchimba mabwawa. Hahitaji kuleta wazungu kuweka tuta maji ya tuame lipatikane bwawa. Kila kona maji yanazagaa. Na nimetahadharisha kabla ya bajeti, miezi 6 baada ya bajeti mpya, sitaki kusikia habari ya kila mwanafunzi kafunga kijigudulia kwenye mkanda hapa. Na mitambo tunayo. Sitaki kusikia zahanati, kituo cha afya, shule ya msingi, shule ya sekondari eti haina maji. Fanyeni hiyo sensa, mjue maeneo ambayo bado hayana maji, mjue maeneo ya shule ambayo bado hayana maji, mjue maeneo ya zahanati ambayo bado hayana maji. Wekeni kwenye bajeti kama moja ya jambo la kipaumbele. Kila siku naona vibali vya kuomba kununua magari, hapo watoto wanatembea na vigudulia kiunoni. La pili, miezi 6 baada ya bajeti mpya, sitaki kusikia shule ya msingi, ya sekondari, zahanati, kituo cha afya eti kuna upungufu wa matundu ya vyoo. Tunakuaje nchi tunaweza kujenga reli ndefu kuliko reli zote Afrika, alafu watoto wetu wapange foleni kwenda kujisaidia? Na maeneo mengine tatizo wala sio fedha, tatizo ni kupuuza, kuzoea shida za watu. Nimepita mkoa mmoja pale, nikakuta wamepewa fedha ya matundu ya vyoo tangu mwaka jana, mwaka mzima wako na fedha na watoto wanapanga foleni kwenda kujisaidia. Nikasema kama hiyo shule iko karibu na ofisi ya mkurugenzi, wapelekeni watoto wote wakajisaidia ofisi ya mkurugenzi na afisa elimu. Mambo ya ajabu ajabu. Fedha iko mwaka mzima, matundu ya vyoo. Matundu ya vyoo. Lakini fedha imeshakuja. Na mimi
Ndio nimepewa majukumu haya ya kufuatilia usimamizi wa shughuli za serikali, udhibiti. Maanake maeneo mengine fedha zinakwenda kwa ajili ya mradi, watu bila aibu, ubinafsi wanagawana. Nimepita wilaya moja pale, wamepewa fedha ya jengo, wamelipana posho zaidi ya milioni 300. Zaidi ya milioni 110 wamempa mkandarasi, hata mkataba hana. Haijulikani wamempa za nini. Maana yake inawezekana wamezitanguliza ili wakazichukulia kule mtaani. Nikamtuma waziri, nikamwambia nenda kafyeke wote, uanze upya pale. Fyeka wote, anza upya. Haya mambo haya ya watu kupata nafasi na kudhani wao ndio wameshakuwa Watanzania na nusu wengine ni nusu wa Tanzania, hayakubaliki. Fedha ya maendeleo lazima itumike ilivyokusudiwa. Kila mtu aheshimu mahitaji ya miradi ya maendeleo. Na nimeelekeza miradi ya maendeleo isiwe siri. Na wala fedha za maendeleo zisiwe siri. Miradi ya maendeleo tangu lini imekuwa siri? Kwamba ninyi tu ndio mnaweza kutunza siri za